Bwana, hatimaye dabi ya Kariakoo kupigwa pale Zanzibar. Mnyama Simba naye ametinga tena kwa kishindo kweli kweli mbele ya Mlandege Football Club. Kisugu, kwema ndugu yangu kwanza? Kwema na nimeamka na furaha sana kuona namna ambavyo timu yetu imeweza kutinga katika finali ya Muungano. Kimsingi kwamba imekuwa jambo jema, limekuwa jambo la kufurahisha kwa sababu unapokwenda kufika finali umebaki na hatua moja kwa maana kwenda kwa nini? Kwa bingwa. Sisi tunaamini kwamba mashindano ya Muungano ni mashindano makubwa, ni mashindano ambayo sisi tunayathamini kwa ubora wake na kwa ukubwa wake, kwa sababu kihistoria kwamba bingwa wa nchi alikuwa anapatikana kupitia katika mashindano ya Muungano, lakini kilichotokea mwaka jana baada ya kurejeshwa kwa bahati mbaya kwamba sisi hatukupata nafasi ya kushiriki mwaka jana kwa namna ambavyo ilivyotokea, lakini kimsingi mwaka huu tumepata nafasi ya kushiriki na tumefika finali. Kwa hiyo kwetu sisi jambo jema, ila niseme tungwale kitu kimoja. Waswahili wanasema nyani mzee hawezi kuogopa umande. Una maana gani hapo Kisugu? Nyani mzee haogopi umande. Nyani mzee haogopi umande, na sisi Waislamu katika imani ya Kiislamu tumehusiwa sana watoto wetu kuwapa majina mazuri. Yaani majina ambayo yanaendana na uasilia mambo ni namna ambavyo yalivyo. Kuna watu walikuwa kila siku wanakaa wanaomba, "Njoeni, tumekuja." Sisi hatuna sababu ya kumogopa mtu. Sisi ni klabu kubwa bro. Wakasema wengine mtajivunja. Kama mtawakimbia Yanga. Unajivunja kwa sababu zipi? Kama mnamogopa. Haiwezekani ngware. Ngaliba ogopi mkojo shekhe. Ndio kazi yake kumwagikiwa na mkojo. Kwa hiyo sisi kama kawaida tumefika. Wao walikuwa wanatuhitaji, sisi tumekuja. Isipokuwa wao tu watuambie. Wakati ya ligi MBC walituambia Zanzibar ni Guantanamo. Guantanamo Bay. Tukaenda Guantanamo Bay. Kwa bahati mbaya, bahati nzuri baba yao kufikia akaokoa katika ile mechi. Sasa baba yao kufikia akaokoa kwenye ile mechi. Hakuna mwanadamu mwenye akili timamu kama mimi ambaye hawezi kutambua kwamba Yanga kilichomuokoa ni waamuzi katika ile mechi. Hakuna. Kwa hiyo tumerejea tena Zanzibar. Cha kwanza watuambie. Wao wametuambia njoeni, sio tumekuja. Lakini sisi tunauliza maswali nao watujibu. Mwanzo alituambia Guantanamo. Je, bado wanaendelea kulitumia lile jina au kuna jina lingine wamelibadilisha? Unauliza mwamba Kisugu. Yes, watuambie. Bado Guantanamo Bay au kuna jina lingine? Au kuna jina lingine watuambie. Lakini sisi tuko Zanzibar na inshallah Jumatano tutakuwa Zanzibar, tutakwenda kuipambania timu na tutapata matokeo. Kisugu, uliona timu yako ya mnyama Simba, ukiangalia pia na Young Africans ambayo mcheza dhidi ya Azam Football Club. Unadhani utakuwa ni mchezo wa namna gani Kisugu? Utakuwa mchezo mwepesi sana upande wetu. Kisugu, mwepesi tena? Mno. Na hatujawahi kwenda kucheza dabi ambayo iko nyepesi kama hii ambayo tunakwenda kucheza Jumatano. Ngwale Yanga amecheza na Azam. Lakini mimi ukiniuliza kiukweli na ukaenda kumuuliza kocha wa Azam Football Club, kiukweli kwa siku ile wachezaji wamemwangusha. Wachezaji wa Azam wamemwangusha kocha Ibenge. Ukiangalia Azam unawaona kana kwamba wako mazoezini, wamekuja kufanya mazoezi katika uwanja ule. Sisi hatuendi mazoezini, sisi tunakwenda Amani Complex kwenda kucheza mechi. Soma vizuri. Sisi tunakwenda kucheza mechi. Hatuwezi kuingia kwa namna ambavyo tunavyowatambua Dar es Salaam Young Africans, kwa namna ambavyo walivyoingia nani? Azam Football Club. Mimi nawaheshimu sana Azam, lakini lazima nikiri Azam siku ile walicheza chini ya kiwango katika ile mechi. Sawa. Kuna muda ukiangalia Azam unajiuliza, hawa akina Akamiko, hawa akina Yellow Diaby nao wajua ndo hawa? Akina Imidi ndo hawa? Mbona wako chini, spirit ya upambanaji haipo? Na ndio maana siku ile, unajua siku zote Waswahili wanasema paka akiwa hayupo katika nyumba panya utawala katika badali. Sio vizuri. Kwa hiyo siku ile kutokuwa bora kwa Azam kumekwenda kumsababisha Yanga aonekane kwa nini? Kwa bora. Kwa hiyo mimi naamini tunakwenda kucheza dabi nyepesi. Wana Simba wasiwe na hofu wala wasiwe na wasiwasi. Master Steven Becker. Mimi naamini kwamba maandalizi yake ameshamaliza, hata ukimwambia kesho game na Yanga tunatwanga. Sawa, Kisugu, kwenye mchezo wa jana nini ambacho kimekufurahisha? Ni goli gani ambalo unasema kweli hapa mnyama Simba ndio yule ambaye mimi ninamjua? Kwanza kilichonifurahisha zaidi kabla ya kuzungumzia wachezaji. Mwalimu Steven Becker amenifurahisha sana. Kwa kipi Kisugu? Jana wakati anafanya substitution zile. Second half. Kwanza watu watatu wote aliowaingiza ndio ambao umekwenda kusababisha sisi kupata matokeo. Maana yake mwalimu alipokuwa nje alikuwa ameona weakness ya Mlandege na akaona kwamba nani nimpe nafasi ili akienda anafanyaje atakwenda kunipa matokeo mazuri. Clatous Chota Chama ameassist. Suleiman Mwalimu amefunga. Aua
Aura Maema amefunga, Aura amefunga. Hii maana yake mwalimu wetu kwenye mbinu yuko vizuri. Anajua kumjua mpinzani, uwezo wake ukoje na weakness zake zikoje. Kwa hiyo mimi ukiniambia mwalimu, kilichonifurahisha kwanza namna ambavyo mwalimu alipokwenda ku approach ile timu yake na kwenda kufanya nzuri. Lakini cha pili, nenda kaangalie namna ambavyo magoli yalivyofungwa. Muangalie Clatous Chota Chama anapokea pasi, anapigiwa ndani na nani? Na Aura ile pasi anaweka ndani. Muangalie Clatous Chota Chama anavyo sprint kwenda kuchukua ile pasi, anivyolazimisha kuingia kwenye box ya 18, anavutwa jezi, lakini Clatous anasema sio lengo langu, lengo mimi namwekea Suleiman nani? Mwalimu. Nenda kaangalie Suleiman Mwalimu namna ambavyo alivyoenda kufanya finishing katika ile pasi. Sasa yote 9, nenda kaangalia goli la Maema. Magoli yale alikuwa anafunga mtu mmoja anaitwa Aspila, Newcastle yenyewe hiyo. Hapa kuna Aspila, hapa kuna Alan Shearer. Newcastle yenyewe, hapa kuna Edgar Davis. Yale ndio magoli ambayo Wamba walikuwa wanafunga. Kwa hiyo ngwane niseme, niwapongeze sana wachezaji wote. Walicheza vizuri, spirit yao ilikuwa kubwa. Mwisho wa siku tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumepata matokeo. Wametweeta, tumetikia wito. Tunaweza kusema nyota Chama iko Simba. Mimi najua Chama siku zote, hata huko alikotoka Chama alikuwa bora. Na niliwahi kusema huko alikotoka Chama hakutoka kwa sababu ya uwezo, alitoka kule kwa sababu ya maslahi, kwa sababu ukiangalia wao watani wanachukua ubingwa mwaka jana, moja katika viumbe ambao vilifanya vizuri na kusababisha wao wapate matokeo mazuri na kwa mabingwa na Clatous Chota Chama mwamba Lusaka. Mimi naamini bado Chama na uwezo mkubwa. Na ndio maana kama unakumbuka ninyi waandishi wa habari, ndio kiumbe wa kwanza kupiga magoti kumomba msamaha Chama, kuwaombea wana Simba katika zile kauli ambazo tulizozungumza baada ya kuondoka kwenye timu yetu. Naamini kwamba wachezaji mashabiki wenzangu, maneno yale walikuwa wanazungumza si kwa sababu ya furaha, walikuwa wanazungumza kwa sababu ya maumivu. Wanajua tumeondokewa na mchezaji aliyekuwa nini? Alikuwa bora. Leo hii ukiulizwa moja katika viungo bora kabisa kwenye ligi ya NBC, lazima umtaje Clatous Chota Chama mwamba Lusaka. Kwa hiyo kwangu mimi naamini kwamba ni mchezaji mzuri na ni mchezaji ambaye ataendelea kutupa vitu vikubwa kwenye Simba Sports. Tunaweza tukasema Mpanzu amezaliwa upya ndani ya mnyama Simba. Mbona unacheka kisugu? Ngwale, nikijibu ya Mpanzu utaniuliza ya Aura. Ya Aura. Utaniuliza. Nikijibu ya Aura utaniuliza ya Maema. Ndio kiumbe ambacho kama kikuitwa kwenye national team ya South Africa, Afrika Kusini wanaandamana, kwa nini hajaitwa? Kwamba wataandamana, kwa nini Maema hajaitwa? Lakini nikikujibu Maema uwezo wake, utaniuliza ndugu yangu Mbegu, moja katika vijana chipukizi mwenye miaka 16 anachipukia kwenye Simba Sports. Tuweke hapo kidogo bwana. Chambua kidogo vijana. Na hii yote ni matunda ya mwalimu Steven Beka kwa ubora wake, kwa namna ambavyo anavyoitreat na kuitengeneza Simba Sports. Mimi naamini Simba tuna wachezaji bora sana. Sana bora. Kikubwa tuendelee kuwaunga mkono, tuendelee kuwapa support. Mimi naamini malengo ya Simba mwaka huu yatakwenda kufanyaje? Yatakwenda kutimia. Moja, tunakwenda kwa mabingwa wa Muungano. Pili, tunakwenda kwa mabingwa wa ligi ya NBC. Tatu, tunakwenda kwa mabingwa wa CRDB Federation Cup. Yaweke haya. Alikama alisema kwamba anaiona finali Young Africans Mlandege Football Club. Hatimaye imekuwa Young Africans versus Simba Sports Club. Ali Shaban Kamwe. Dadangu Mama Doris anasema mwana kulitafuta, mwana kulipata. Anaendelea anasema mwenye kilanga apewi pole. Wao wenyewe Ali alikuwa na akili. Na ndio maana akasema finali anaiona Yanga na nini? Na Mlandege. Ali balala Simba analijua, na ndio maana alikuwa aombi kukutana na Simba. Sio kwamba alikuwa anawataka sana nyinyi. Mbona kusema anawataka Simba, akasema anaiona finali Yanga na nani? Alijua. Ali ukimwachilia usemaji wake, Ali ni mwalimu, ana cheti cha mpira. Ali anajua Barala Agwe ni kocha. Okay. Ali anajua Barala la Mpanzu. Ali anajua Barala Suleiman Mwalimu. Ali ni mwalimu, ni kocha, amesomea. Kwa hiyo anajua uwezo wa wachezaji wa Simba. Na ndio maana kwa akili yake Ali aliongea na nyinyi waandishi wa habari akasema naiona finali ya Mlandege na nani? Kwa sababu alijua Barala Simba. Sasa mwambieni akae kwa kutulia, mnyama tayari ametinga na mnyama yuko finali ya Muungano. Kuna hofu Kisugu? No hofu. Na kwenda kucheza dabi nyepesi. Sana zaidi ya sana. No hofu. Kikubwa ni kuisupport team na kuwaomba tu wadau, mipango imekaa vibaya Ngwali. Lazima tuzungumze.
Waswahili wanasema, kuna msemo mmoja nafikiri kwamba sijui msemo ule sahihi. Wanasema kwamba sijui mficha nini hazai, si ndio? Ile mesadi iko sahihi au haiko sahihi? Kwa hiyo mimi sina sababu ya kuficha. Mimi naamini kwamba wako wadau wengi wanafuatilia Ngware TV. Kimsingi wajue Mwamba anataka kwenda Zanzibar. Budget ni 2.5 tu. Wakutafute Ngware, watie mzigo ndugu zangu wa Marekani, wa Uingereza, wa China pale. Waweke mzigo. Hata wa Tanzania wako waweke mzigo kwamba Ngware mpe Kisugu 250 akaangalie burudani. Huwezi kumkosa Ageo bwana. Huwezi kumkosa Ribasi Agwe, huwezi kumkosa Aura. Kwa hiyo kikubwa chote wana Simba tuendelee kuungana, tushikamane ili kuhakikisha kwamba kwenda kufanya vizuri katika mashindano ya muungano wa finali. Sawa, Kisugu tumalize na hili hapa. Dabi mbili sasa zimeongozana, ukianza na muungano finali, lakini pia mnakwenda Meja Jenerali Isamuhyo. Kwenu ninyi kama wana Simba mnapata ugumu kiasi gani? Moja mimi naamini kwamba ni historia. Ni historia kwamba ndani ya siku 5 inachezwa dabi Simba na Yanga kukutana. Siamini uko nyuma historia haijakaa sawa sawa, kuna namna ambavyo kama imeshawahi kutokea ndani ya siku 5 kucheza dabi mara mbili. Mimi naamini kwamba dabi inabaki kuwa dabi. Nabaki kuwa mechi ngumu, itakuwa na mechi ya ushindani, lakini mimi naamini kila mmoja atakuwa ameandaa kikosi chake, kuna namna ambavyo anakwenda kupata matokeo mazuri. Lakini leo nasikia kelele nyingi zinapigwa kuhusu dabi. Sana wanapiga kwa nini dabi tumepeleka Meja Isamuhyo. Na mmoja katika watu waliozungumza, sikutarajia kwa uwezo na ufanisi wake na uelewa wake mkubwa angezungumza yale ambayo alikwenda kufanyaje? Kuzungumza. Huyu sasa hivi nikimtaja namtaja kwa heshima kubwa kwa sababu ndio diwani wa Kariakoo. Ndugu yangu Haji Manara almaarufu nani? Ugati. Anasema radha ya dabi inapotea, kwa nini tuipeleke Meja Isamuhyo? Kuna vitu viwili nataka nimfundishe Haji, kwa sababu najua hakuna mwanadamu aliyekamilika na kujua yote. Kwanza nimkumbushe dabi imeshawahi kupigwa Lake Tanganyika Kigoma. Ilikuwa CRDB nakumbuka ile. Leo turudi katika ubora kati ya Kigoma na Meja Isamuhyo, kipi kiwanja ambacho chenye pichi bora? Lakini pili nimkumbushe, tukenda kwenye takwimu sahihi, tukenda katika viwango sahihi, Meja Isamuhyo ndio kiwanja cha pili kwa ubora ukiachia Benjamin William Mkapa. Lakini ndio kiwanja cha kwanza kinaongoza kwa pichi kubwa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo anasema waingiliaji watakuwa wachache. Hakuna kanuni ya FIFA wala kafu iliyokwenda kukontrol kwenye capacity uingizaji wa watu kwenye viwanja. Kafu anichojua yeye, FIFA anichojua yeye, TFF anichojua yeye ni ubora wa kiwanja na taratibu za kiwanja zikawa zimetimia kama sheria namba 1 sheria ya FIFA ambayo inafanyaje? Inavyotaka. Waache kelele, waje Meja Isamuhyo, waje tukacheze mpira. Wanasema mnaidogosha dabi. Yaani kudogosha ni Kiswahili ni lugha ipi? Yaani mnaishusha hadhi dabi. Wao waliopeleka Zanzibar. Zanzibar inaingiza watu wangapi? 14,000. Benjamin Mkapa inaingiza watu wangapi? 60,000. Wakati wao wanafanya maamuzi ya kupeleka dabi Zanzibar, Benjamin Mkapa ilikuwa imefungwa? Hapana. Kwa nini wasipeleke hapo kuchukua watu 60,000? Na mwambieni Haji, sisi tunahitaji pesa Simba. Sisi tunabiriendelea Mohamed Dewji na hela. Sisi tunahitaji pointi, sisi tunahitaji ubingwa. Wache maneno. Waje Meja Isamuhyo. Moja katika viwanja bora ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lazima uhitaji Meja Isamuhyo. Kwa hiyo waje Isamuhyo. Zungumza na mashabiki wa mnyama Simba sasa. Dabi mbili Kisugu, mnyama anakwenda kukota alama ngapi? Maliza na mashabiki wa mnyama Simba. Kwanza niwaambie mashabiki wa Simba, mnyama anakwenda kuchukua pointi zote 6. Manake tunachukua ubingwa muungano na tunakwenda kuwafunga Meja Isamuhyo. Lakini hatuwezi kuwafunga kwa maneno tu. Tunaenda kuwafunga kwa vitendo. Hii ni dabi. Kwa kila mwana Simba anapaswa ajitolee kwenye dua, kila mwana Simba anapaswa kujitorea kwenye sara, na kila mwana Simba anahitaji kutorea kuhakikisha kwamba yeye akiamini kama mchezaji wa 12 kwenye timu yake, lazima tuendeni viwanjani kwenda kuisupport timu. Dabi inaendelea kuwa dabi. Sisi kama Simba, dhamira na nia yetu kuna namna ambavyo tutakwenda kufanya vizuri. Wachezaji hawa ili spirit ya kupambana iongezeke, inatuhitaji sisi kwenda kuwapa nini? Support wao. Iko mipango ya ovyo imepangwa na wenzetu kuelekea katika Meja Isamuhyo. Kuna simu zinapigwa, wanataka kulazimisha kwa N-card wao wachukue kadi zote, maana kwamba wachukue nini? Viingilio. Niwaambie tu mashabiki wa Simba, tuwe tayari
tuwe makini ili kuhakikisha kwamba tunakata ticket na kwenda kuisupport timu katika uwanja wa Meja Samuyo, na inshallah maombi yangu yakaenda sawa sawa, mwamba nitasafiri Jumatano kwenda kuisupport timu katika uwanja New Amani Zanzibar. Kuna haja ya waamuzi kutoka nje kwenye dabi ya Kariakoo Mei 3? Sisi tunahitaji mwamuzi yote ambaye atakayeweza kutafsiri sheria 17 za mpira wa miguu. Jana nilikuwa naangalia finali Simba na Mlandege. Katikati ya uwanja nusu finali Simba na Mlandege. Nilikuwa ndugu yangu namwangalia, anamuita nani yule, Siaka Mwalile ndio mwamuzi. Afu nikajiuliza huyu ndio anachezesha ligi NBC? Hawa kwenye ligi NBC wanakutana na nini? Mbona kule amesimamia vizuri sheria 17 za mpira wa miguu mwanzo mwisho. Nikajiuliza kwenye ligi NBC Siaka Mwalile huyu anakutana na maswaibu gani kwenye ligi yetu? Inavyoonekana ukimwangalia Isiaka Mwalile, lazima nikiri kwamba tuna waamuzi bora, lakini kuna vitu vinasababisha waamuzi wetu kuondoa kwenye nini, kwenye ubora. Kwa hiyo mimi naamini tuna waamuzi bora, isipokuwa wakiamua kwenda kutafsiri sheria 17, sina sababu ya mwamuzi kutoka nje. Kama atapatikana mwamuzi ambaye atakwenda kutafsiri vizuri sheria 17 za mpira wa miguu, Simba tuko tayari kwenda kupambana katika hilo. Shukrani sana. Asante, nashukuru sana mwandishi wa habari.